Sapoti Rahby Digital leo kwa kununua t-shirt nzuri na bora kabisa kwa bei ya shilingi 50,000 tu. Mapato yote yatatumika kukuza na kuimarisha huduma zetu ili tuendelee kukuletea kazi bora zaidi. Weka oda yako sasa. Kumbuka kuwa malipo haya ni kwa ajili ya sapoti na sio biashara ya kawaida. Na kwa atakaojiunga na programu hii watatambuliwa rasmi kama wanafamilia wa Rahby Digital. Tushirikiane kuijenga Rahby Digital. Kwa pamoja tunaweza. Meli ya misaada iliyokuwa inatoka visiwa vya Malta imeshambuliwa na droni za Israeli ikiwa kwenye bahari ya Malta. Huu ni ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Halafu katika utetezi wa kule ICJ, Israeli inasema kuwa haijazuia ufikiaji wa chakula au haijazuia misaada kwenda Gaza. Siku 61 za uzuiaji wa misaada, meli ya Freedom Flotilla ambayo ilikuwa inatoka Malta inakwenda kupeleka misaada kule Gaza imeshambuliwa. Mpaka sasa hawajulikani wahudumu wake kama wako hai, kwa sababu drone zimeshambulia na Israel ameshambulia kwenye ardhi. Yoifikiria kwenye bahari, kwenye bahari ya Malta. Halafu anasimama mwanasheria wa Marekani anaenda kutetea hoja kuwa hakuna kilichotokea. Unajua, ukiangalia starvation, ukiangalia hali ya ndani ya Gaza, ni ile njaa Gaza ilivyopiga hivi sasa, yani iko kwa kiwango ambacho hakisemeki. Yani njaa yake iko nimewaambia jana kuwa hivi sasa wanakula mlo mmoja. Unajua kinachopelekea ni hivi, si kwamba kuwa chakula hakipo, ila wanaruhusu uingizaji wa chakula ni ule wa, yani kinachoruhusiwa kuingia ni kile ambacho cha kibiashara. Yani wafanyabiashara wakubwa, mfano niliwaambia wakati huo kuwa wafanyabiashara wakubwa wa Misri wanafaidika sana na vita ya Gaza, kwa sababu 2.3 watu waliopo Gaza ni lazima wale ili waweze kuishi, lakini mahitaji yanayoingia yako limited. Yani kuwa ni mahitaji ambayo yamelimitiwa, yani yako yamedhibitiwa. Kwa mfano sisi matumizi yetu ya nyumba, labda unaweza kusema kuwa kwa sababu nyumba ina watu 5, huenda labda tunakula kilo 2 za mchele. Sawa, mnakula kilo 2 za mchele, tunawapa nusu kilo au tunawapa kilo 1. Kwa hiyo tunapunguza uwezo wenu wa kula. Yani kuwa ni lazima mtumie hiyo kwa nafasi, yani kwa lazima mtumie hiyo. Sasa kinachotokea ni kuwa sehemu zote ambazo zinaingiza misaada, kwa sababu hivi sasa baada ya kuparaganyika Gaza, unaweza kusema 90% ya watu wa Gaza hawana kazi, hawana pesa, walishavurugwa, kazi hazisimami, watu wote wanakimbia kwa ajili ya kutafuta usalama na uhai wao waweze kuweka wapi familia zao. Masuala ya kuwaza kusema kuwa nataka nifanye kazi hayapo, wala hiyo kazi yenyewe haipo. Hivi sasa ni kuokoa nafsi yako na roho yako. Sasa tayari una mahitaji ya kula, familia na wengine ambao mpo, mahitaji yenu ni makubwa sana, lakini hamna pesa kabisa. Ila wafanyabiashara wao bidhaa wanaingiza tu kama wafanyabiashara. Kama kilo 1 ya mchele mlikuwa mnanunua shilingi 2,000, hivi sasa kilo 1 ni 6,000 au 5,000. Si shida 5,000, lakini hakuna hata hiyo pesa ambayo tunaweza kuipata kwa ajili ya kwenda kununua. Kwa hiyo uingizaji wa chakula au uingizaji wa misaada unaingia, lakini unaingia kwa wafanyabiashara. Yani wafanyabiashara ndio wanaingiza, lakini yale mashirika ya misaada ambayo yalikuwa yanapaswa yaingize misaada yao, ndio unakuta kuna maelfu ya malori ambayo yamezuiliwa yako kwenye mipaka, kwa sababu hawa wanaopeleka humanitarian ambao wanapeleka hii misaada ya kibinadamu, wao hawana, yani wao hawawezi kuanza kuwahonga askari ili waweze kupitisha gari ziingie. Hawana hiyo kuhonga. Lakini hawa wafanyabiashara ambao wanataka bidhaa zao ziingie, kwa sababu soko la ndani ni zuri sana, kwa sababu chakula kinahitajika sana au mahitaji yanahitajika sana, wao ndio wako tayari. Niliwaambia wakati walikuwa tayari wanahonga kati ya $5,000 mpaka ilikuwa inafikia $20,000 kwa gari moja, ambayo unawapa askari wanafungua njia, vitu vinaingia. Sasa hawa wanaoingiza misaada ya kibinadamu ambao wako kwenye mashirika ya kimataifa, wao hawahongi, kwa sababu wanasubiri tu njia zifunguliwe kihalali ili tuweze kuingiza gari zetu. Kwa hiyo hii ndio inaenda kusababisha ile starvation kubwa sana na ukosefu kabisa wa chakula ndani ya Gaza na upungufu mkubwa wa chakula. Ndio maana kama umesikiza vyombo vya habari vya leo vilikuwa vinazungumza kuhusu watu wa Gaza wameanza kula
Kasa ni nini? Kasa ni kobe, yani kasa ni jamii ya kobe. Kwa hiyo wanachukua wale kobe, wanapika nyama yao na ndio wanakula. Wanasema njaa itakufanya uvumbue kila kitu. Kwa hiyo si hali nzuri. Sasa unapoona kuwa pamoja na hili, unaona kuwa meli inataka kuleta msaada, inashambuliwa ikiwa mbali. Hapa ndio kile kinaitwa ule unafiki unaitwa jumuiya za kimataifa. Ndio tungeusikia unazungumza kuwa kwa nini unafanya hivi? Lakini kile kinachoitwa jumuiya za kimataifa ziko nyuma ya kila kitu ambacho kinatokea. Yani wanahakikisha kila kitu. Fikiria, yani kuna wakati huwa natazama, naangalia, hebu tazama mzozo wa Ukraine unavyoshughulikiwa. Na ikiwa kutatokea mauaji Ukraine, watu 10, 5, 6, 7, jinsi reaction ya ulimwengu inavyokwenda. Lakini vifo vya ndani ya Gaza ni vitu vya kawaida, kwa sababu nilikuwa natazama mfano kuamkia leo watu 29 wameuawa. Gaza Media yanasema zaidi. Fikiria kuwa watu 25 au watu 29 wameuawa kwa siku moja, lakini watu 38 wanauawa siku moja. Wala hakuna chochote, yani kuwa ni kawaida. Yani ukikaa unatazama television, kuona watu wanasalia maiti, tena si jambo, yani kwa ni kila dakika, yani ni kila saa watu watasalia maiti na kwenda kuzika. Na sio uwezo kuona wanasalia maiti moja, wanasalia maiti na maiti nyingi, yani kuwa kila mtu atabeba kitu chake. Nilikuwa nikiona video moja ya Gaza. Mama mmoja maskini amebeba mtoto wake ambaye ameuawa, kavalishwa sanda, anatembea peke yake barabarani, anakwenda kumuhifadhi, kwa sababu hii ni crisis, yani ni kitu, yani ni vurugu ambazo hazisemeki. Basi Sapoti Rahby Digital leo kwa kununua t-shirt nzuri na bora kabisa kwa bei ya shilingi 50,000 tu. Mapato yote yatatumika kukuza na kuimarisha huduma zetu ili tuendelee kukuletea kazi bora zaidi. Weka oda yako sasa kwa WhatsApp namba 0672476301 au 0654467177. Kumbuka kuwa malipo haya ni kwa ajili ya sapoti na sio biashara ya kawaida. Na kwa atakaojiunga na programu hii watatambuliwa rasmi kama wanafamilia wa Rahby Digital. Tushirikiane kuijenga Rahby Digital. Kwa pamoja tunaweza. Rahby Digital, haki na ukweli.